Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na mtazamaji wa Mwangaza Digital katika tafakari fupi ya Mtakatifu Gaspari leo tarehe 24 Juni. Salini basi, kwani kazi za Mungu ni matunda ya maumivu na mateso. Salini basi, kwani kazi za Mungu ni matunda ya maumivu na mateso. Mpendwa, kauli hii ya Mtakatifu Gaspari inagusa upande mzito na muhimu wa maisha yetu ya kiroho leo. Na kwa kweli, na ni kweli kwamba kazi nyingi za Mungu mara nyingi zinakuja kwetu na changamoto na mateso mengi. Zaidi zinatudai sadaka kubwa kama ile sadaka ya Kristo msulubiwa pale msalabani, ambayo mateso, damu yake na kifo chake na zaidi ufufuko wake ndiyo matunda ya wokovu wetu leo. Mpendwa, tunaweza kuona mfano wa watu mbalimbali ambao walikumbana na majaribu, lakini bado kupitia maumivu na mateso hayo walipata ufahamu na mang'amuzi mapya na kupata nguvu mpya katika hayo. Mifano ya kina Ayubu ambayo tunasoma katika kitabu cha Ayubu katika ile sura ya 1, ya 2 na ile ya 3, ambaye alikabiliwa na majaribu makubwa, lakini bado alishikilia imani yake katika Mungu. Ayubu alikumbana na hasara ya mali, afya na familia kuipoteza pia. Mpendwa, hii tuonyeshe jinsi maumivu na mateso ni nafasi ya kukuza maisha yetu ya kiroho pia, au ni lengo pia la kiroho katika maisha yetu ya Ukristo. Vivyo hivyo kwa mitume na wafuasi wa Yesu Kristo, walikabiliwa na mateso makali wakati wa kueneza Injili na katika safari yao ya utume. Kama ilivyo kwa Ayubu, tunaona pia kwa Elia katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 aya 4 hadi 8. Tunaona kwamba Elia baada ya kumdhihirisha Mungu wa kweli dhidi ya miungu bahari kule mlima Karmeli, anatishiwa kuuawa na jamii ile. Mpendwa, kama Ayubu na Elia walikuwa ni watumishi waaminifu na hodari wa Mungu wenye kutimiza mambo mengi ya kiimani, hata kutimiza mambo makubwa zaidi katika imani yetu ya Ukristo na kutimiza mambo mengi mbele zake, lakini bado walipatwa na changamoto na mateso, zaidi maumivu makali katika maisha yao ya safari ya utume. Kumbe ni nafasi yetu leo tujiulize lile swali la Ayubu sura ya 2 aya 10, ambalo linasema, je, tupate mema mikononi mwa Mungu nasi tusipatwe na mabaya? Je, tupate mema mikononi mwa Mungu nasi tusipatwe na mabaya? Mpendwa, tunaweza tukawa tunapitia changamoto au nyakati ngumu za maisha, nyakati za uchungu, nyakati zenye kukosa mwelekeo, nyakati zenye kuona mambo hayaendi, nyakati za kutoeleweka na nyakati za kuona kwamba hatueleweki katika jamii na utuzunguka, nyakati zenye kufeli kwingi, na nyakati zaidi ambazo zinakopo zimejaa nyakati za kukata tamaa. Haya yote yatufundishe na kutufanya kuwa wenye nguvu zaidi, yatuimarishe kiroho na kutupa nafasi mpya ya kuanza safari mpya ya kiroho. Mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na mtazamaji wa Mwangaza Digital, ni muhimu kutambua kwamba kazi za Mungu ni matunda ya maumivu na mateso. Kwa mifano tuliyoiona hapo juu, tunatualika tutambue hivyo. Kumbe tusali tukiomba neema ya Mungu Roho Mtakatifu atujalie uwezo na nguvu ya kimungu ndani mwetu, ili kusudi tuyashinde yote hayo, kwani tunatambua kwa nguvu zetu hatuyawezi, bali kwa yeye tunayaweza. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Jackson Silayo wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu.